Pale wewe ya kuniuliza ni kuniuliza hivi. Hii USB inafanya kazi gani? Mimi nakuuliza hiyo. Juma zazi waone kama nilisomaka kweli. Basi kirefu cha USB ni nini? USB. USB. Hivi ya komedi na wishatu beba muda. Safi wao mwenye. Sawa. Tushuke na mwenye byake. Kama mtu anasema je vous envoyerai, iko sawa au iko makosa? Je vous envoyerai. Ile ni nani? Ile ni verbe, bia ma verbe vile. Ndio nauliza, iko sawa au iko makosa? Nilisomea informatique mimi. Maana swali ya kuniuliza pale, swali ya kuniuliza. Sikilize kwanza. Mbele ndio university ulianza kusoma Kifaransa. Mbele ndio university Burundi kwa informatique ulisoma kwanza primaire, msingi, kila kitu. Ndio vyote. Tunataka kujua mtu anakosea pale au iko sawa? Je vous envoyerai. Ile ni ma verbe ile. Sawa. Nilisoma informatique. Unajua? Ma verbe zile. Ndio. Nilisoma informatique. Tunajua? Kama nishamaliza kwanza niko na nani, nishamaliza baccalaureat, niko na licence. Nadhani ile inatosha. Kama yeye iko na lare zingine za kunani za kuongeza. Na sasa hivi lakini umeachana na masomo. Ya masomo? Kama mzee iko na lare za kuongeza nende nisome ingine master alete tuzikule. Yake kilomita Tanzania umespend zaidi ya $4,000. Na hiyo 4,000 inaweza kuwa kidogo. Inaweza fika na 10,000. Hivi niko na regrete jua nisikuza gari. Kwa ile franga yule ndafuata. Lakini ni sawa juu jina kwanza ishaenda. Kwa una regrete ulichokifanya Tanzania. Juu watu wako wananiambia umerudia mimi una gari. Nikasema kama nirudie tena nianze walomba franga zangu na zile zote zeni nilikuwa nakula na za mahoteli nikiuza gari. Kwanza nilipenda sana nilifika pale kunani ku Stade de l'Unité. Batoto walinikimbilia nikasema hiki sasa aba ndo wenye tutaondoka nao. Piga mwingi. Aba ndo wenye tutaondoka nao. Juu aba ndo watatuelewa mapema. Aba hawajui vya baraja ajabu. Aba wanajua sie. Sasa nyewe mati pale. Mnajua mpaka vile vya baraja ajabu. Uongee Kiswahili kama moya hivi kama vitu gani? Artist ukikuwa mkubwa au pasho organization. Show ni ya kuitiwa. Artist wanakuitaga. Mimi nikiongea wewe utaelewa vyako na wewe una introduce vyako. Ile ni anglais kwa introduce. Unasikia? Una introduce vyako. Ndio kitu toka nacho Tanzania. Nisha anglais. Au ni kwenda nianze ongea anglais. You can go and team management bako na kiburi. Timu yako bako na kiburi. Abapendi nani? Sema sana ya Tanzania iko yulu. Juu ya nini? Ukiangalia na artiste wa hapa kwetu Magoma, Bukavu nini? Hakuna artiste mwenye ukiangalia kimitandao mwenye anaweza fikia ba artiste wa muziki wa Tanzania au Bagoma. Na ukiangalia BSC wote tunafuatilia Tanzania. Sasa karibu sana ndani ya mjengo, ni Mati ya Business, ni kipindi Mati na wasanii cha Sage Media. Tuko pamoja na wasanii, comedian ambao unawafahamu na waleta mbele zenu. Mr. Kaju ya nini mwenye byake. Dada nani tena pale jina? Obvious Star. Basi tutakuja wako baadaye. Ngoja kwanza tukaze sana kwa mwenye byake. Mwenye byake. Ibana, asante sana kwa kazi ambayo umeifanya. Umeona umeenda Tanzania, umefanya baadhi ya kazi nyingi tu, lakini kabla kujafika huko, nini ambacho kimekusukuma wewe mpaka kwenda Tanzania kufanya hizo kazi? Nilienda Tanzania kunani juu ya kwenda tambulisha Uvira. Bakwenda jua kama Uvira nako uko ba influencer bakubwa ya vile. Na kupeleka Uvira tu zote ndio yenye lituma niende Tanzania. Okay. Na focus yako wewe hasa ilikuwa ni nini? Kwenda kutambulisha Uvira ndio. Ili upate kitu gani? Au focus yako ilikuwa unaangalia nini? Kwa sababu kati ya watu ambao walikuwa wanafanya nao kazi nadhani ulikuwa unachagua. Tanzania ina comedian wengi sana, lakini wewe ulikuwa unachagua baadhi yao. Ulikuwa unalenga nini sana kwao? Na ni kigezo gani ambacho wewe unafanya wewe unachagua comedian huyu hapa na style? Kunani kuchagua ile ba comedian, nilikuwa naangalia wale bakubwa na wenyewe wanafuatiliwa kwetu na wenyewe wataleta muonekano fulani ku area ya kunyumba. Sasa unafanya naye kila mtu anakuwa concentré kufuatilia ile kitu kama kilikuwa hai. Kwa maana nilikuwa natafuta wale ba comedian bakubwa. Tanzania kwa ba comedian ba mingi sana, lakini nilikuwa naangalia ile mapion za yulu zile, ndio nilikuwa naona huyu tukifanya na huyu taleta kitu fulani jua area kunyumba na amplisi na kwangu pia. Sisi tulifikiria kwamba labda ulikuwa unatafuta yule ambaye mnazoeana naye ambao kwako wewe ni rahisi kufanya naye, kwa sababu ukizungumzia comedian tuna kina Leonardo, tuna kina Joti, lakini wale ukugusa
kuna wakina Dula lakini ukugusa pale. Ni kwamba wale ni wagumu kufikia, ndio maana unachukua wale ambao ni rahisi umezoana nao, au kulikuwa kuna kigezo cha pesa ambacho wewe uko nacho ndio maana ukaenda kwa wale? Hakukuwa kigezo cha pesa. Yule Leonardo yuko, lakini yeye anazoea sana kufanya vya stand up, ndio yenyewe anazoea fanya sana. Na ukiangalia kunani kwa hii industry ya huku kwetu, ule Leonardo ana nguvu sana saa wale wa Mwanya, ba Mr. Mwanya, wa Clam, ukiangalia mzuri. Ndio hivyo. Nadhani mimi sababu yangu ilikuwa kufanya kitu na watu wenyewe wako nafuatiliwa sana kunyumba. Okay. Kwa hiyo wewe lengo yako unataka ujulikane tena kunyumba kuliko kuenda kutafuta mtu ambaye anajulikana zaidi ili wewe uende kwenye dunia kama ilivyo neno yako ya Uvira to the world. Hapana, hata nani ukiangalia bien Tanzania na ule Leonardo na Clam iko na jina kubwa kumzidia. Hata wale banani sema sio eti nilikuwa napenda huku kwetu, nilikuwa napenda nifanye kitu na mtu mwenye kunyumba kwanza wanamjua ni mkubwa, kisha baadaye na yeye pia ni anipeleke kule kwao. Nadhani ndio ile. Okay, sawa. Tumeshuhudia kazi ulizozifanya. Lakini katika kazi zile zote tumeona mpaka umeingia kwenye kazi ya Clam Vevo. Ni kwamba mlikuwa mmesikilizana kwamba nafanya na wewe content, lakini malipo yangu ni kwamba wewe na wewe ufanye kwenye kazi yangu, au ilikuwaje? Kwa sababu ulitumika kwenye kazi yake. Je, alikulipa? Masikilizano yalikuwaje? Je, na wewe ulimlipa? Masikilizano yenu yalikuwaje? Kwanza Clam ni nani? Ni brother wangu mwenyewe, tunazoeana naye sana depuis ningali huku. Tuliweza kutanana Burundi, anakuja fa show ilikuwa Kamituga. Tukakutana na Bujumbura pale, tukapartager contact, tukabakia naongea, tukabakia nazoeana. Nadhani mie kwangu alinisupport na kwake na mie nikasupport hivyo. Tulisupportiana yani. Okay. Juli nisaidia kwangu mie na kwake pia ilimsaidia. Hata kama yeye ni mkubwa, lakini huko kwanza kakitu kadogo kenye kaliingia kidogo pale. Na kuna mabadiliko gani kati ya wewe kwa baada ya kufanya hizi content ambazo umefanya Tanzania? Kuna mabadiliko gani katika platform zako? Mabadiliko yapo sana juu nani nani ba followers waliongezeka, mashabiki waliongezeka kwa sana juu kuko mtu mwenyewe alikuwa anafuatilia mwenye yake unamuonaga huyu naye anakuwa nani, anakuwa comedian wa Uvira. Lakini sasa unafanya kitu na watu bakubwa, unaona sasa yeye anakuwa fan. Juu kwa mtu mwenyewe hawezi kuwa fan wako, lakini anakufuatiliaga. Lakini sasa unafanya kitu na mtu mwenyewe anapendaga, anaendelea sasa kufuatilia na yeye anakuwa fan wako sasa. Hiyo inakuaga, na ndio maana unakutanisha ba artists wa mingi wanafanya ma collaboration na wengine ba artists juu kwa na partager banani wa shabiki. Tulitegemea bana na familia nzima ilitegemea kwamba Mwenibaki ameweza kusoma, atakuja kutupatia kitu kipya kwamba amepata kazi, ameajiriwa sehemu. Lakini Mwenibaki amemaliza kusoma, ameenda kuchekesha. Sasa familia yako ilichukuliaje hicho kitu? Familia yangu mimi hayaweza nifuatilia kwa comedy juu gisi mie najua mzee wangu na Mary anaaminia tu mtu kukila kenyo unaweza jiweka hamu tu unaweza pata. Tunaweza sema mie ni parmi ya artiste wenye hakuna siku mzee ashanitumia message ya sipendi hiyo kazi yako au sipendi hivyo wenye uko nafanya. Nikisema ashafanya vile maana nitakuwa nimedanganya. Hakuna siku mzee ashasema vile. Sema tu yeye alikuwa tu na focus na ananiambia kama utafanya hivyo vyako maliza kwanza masomo ndio unakia fanya vyako. Juu anaaminia mkila kitu unaweza pata. Sasa hivi matokeo yake umemaliza masomo, unafanya vyako na umeachana na masomo. Si ndio? Masomo nishamaliza kwanza, niko na nishamaliza baccalaureat, niko na lisansi. Nadhani ile inatosha. Kama yeye iko na lari zingine za kunani za kuongeza. Na sasa hivi lakini umeachana na masomo. Ya masomo. Kama mzee iko na lari za kuongeza nende nisome vingine master alete tuzikute. Yake. Umefanya hiyo tawa ambayo umefanya Tanzania na umefanya kazi. Ni pesa kiasi gani ambayo imekugharimu wewe mpaka kukamilisha kila kitu? Nilifanya Tanzania kama ni miezi 3. Haikosa hata gym ya mashile yenye ilifanya kazi. Uchanga kuna manauli kwenda na kurudi vyote dimi hiyo. Inapashwa enea. Dimi hiyo ya mashilingi sasa hivi ni ngapi ya? Sijui $, kama zinaweza kuwa ngapi. Na ndio maana niko nasema presque 4000. Inapashwa kuwa vile. Na baada ya hiyo impact yake, wewe umekusanya kipato wa kiasi gani mpaka kurudisha ile kitu ambacho umekifanya? Sasa bado, na ndio maana niko nasema sasa mie niko na dai sasa ianze nilipa sasa.
Na unatumia mbinu gani ili kulipe? Na comedian ambaye kusikiliza anafanyaje ili Ari aanze kumlipa baada ya kufanya gharama? Kwanza akaunti zangu zote zinalipa. Sema kama zile aziarudia zote lakini zitarudiaka. Juu tulifanya vikubwa na Ari ni investissement, unawekeza juu kesho ukipata zaidi. Na sasa hivi pesa ndefu ambayo ushawahi kuipata katika kazi yako kupitia platform ni kiasi gani? Ku platform zangu haiwezi kosa $500 toka umeanza sasa hivi. Kichanga zote. Lakini mimi Tanzania umespend zaidi ya $4,000. Na hiyo 4,000 inaweza kuwa kidogo. Inaweza fika na 10,000. Hivi niko na regrete jua nisikuza gari. Kwa ile franga ile ndafuata. Lakini ni sawa juu jina kwanza ishaenda. Kwa una regrete ulichokifanya Tanzania. Juu watu wako wananiambia umerudia mimi una gari. Nikasema kama nirudie tena nianze walomba franga zangu na zile zote zeni nilikuwa nakula na za mahoteli nikiuza gari. Tafsiri yake kwamba umejutia pesa ulizospendi. Sijutii, najutia kukosa gari. Lakini itakui. Lakini umesema unatamani ungeenda uwaombe ili uje kununua. Nilombe sasa ningekuwa nashinda na njala kule. Maana najutia kukosa gari, lakini itakui. Gari itakuya. Itakuya, Mungu ni mkubwa, itakuya. Nadhani itakuya. Mashabiki ni mingi sana, wataleta gari. Mwenye vyake, wakati uko Tanzania ni kitu gani ambacho kilikukosti sana? Kunikosti, ile kukosti ndo kukwaza? Hapana, kukukosti na maana kile kitu ambacho wewe kwako kwa kama kigumu. Kitu kigumu. Kukotea ya ba artiste au kotea nani ya maisha? Tuanze kwanza maisha. Maisha ilikuwa tu ilikuwa fasile juu kwanza nilifika kule. Nilitoka kwanza huku najipanga najipanga mu vyote wenyewe nilikuwa amo. Hakuna kenye kilikuwa kigumu mkotea maisha. Na kotea wa artiste nayo ni hivyo juu wote nilikuwa naongea nabo na wasiliana nabo, niko nakia kule kufanya kazi. Anasema karibu mdogo wangu tutafanya kitu kikubwa wewe kuya tu. Ulikuwa karibu sana na mademu pale. Kipindi hicho ulikuwa ushakuwa tayari na Obvious. Ovya bado. Ovya tu nani nimekianza naye hapa na tarudia nikasema ifo sasa nitoe mtu juu ya kuonesha ba fani yangu kama nivo yenyewe tushafikia amu ifo nitoe mtu. Sijasema comedy. Kwenye mahusiano na Ovya. Ovya sio mpenzi wangu ni nani ni artist wangu, artist comedian wangu. Kwa hiyo ni tangazo, bango liko wazi, atakayependa aje kuchukua. Lakini kwanza nani wa kumtongoza kwanza ni Prison. Prison gani tena? Yeye peka anakuwa tayari kupendana. Habari? Salama. Miaka mingapi sasa hivi? Bientôt. Ina maana jenea. Prison kweli. Ni Prison. Sasa unawezaje kufanya kazi na mtu ambaye yuko under 18, mtu ambaye yuko chini ya miaka 18? Kazi hailombi miaka. Kazi ni inalomba tu travail na kipaji yenye mtu yuko nacho tu ndo kinafanya kazi. Akipata mfano, mtu anamfurahia amepata deal ambayo anatakiwa yeye afanye. Kwa hiyo nani ana sign? Sign team management iko ina sign. Iko na ba manager wake na mimi niko na bangu. Batelewana huko wanamalizana. Kweli? Okay, ukienda sasa ukiacha kwa upande wa maisha, kwa upande wa wasanii, challenge gani ambayo ulikutana nayo? Wasanii akukua challenge ya ajabu. Sasa nilisema wote tu tulikuwa nawasiliana tu. Bilikuwa tu vya rahisi. Na mlikuwa naona kila artist nilifanya naye, mwenyewe nilikuwa naye, mashabiki wakipropose tunapenda huyu tunafanya naye. Hakuna vyenyewe vilikuwa bigumu gisi naweza sema. Okay, baadhi ya watu walikuwa natoa comment kutokana na kile unachokifanya. Na kuna baadhi ya watu ambao wakubali kipaji chako. Wanasema kwamba mwenye byake aachane na comedy. Awe tu content creator. Wewe hichi kitu unapokipokea, wewe unatoa mtazamo gani kutokana na hao wanaongea? Huyo mwenye aliniongea alinijua kupitia nini? Content creator au comedy? Ukifanya comedy nao pia ni content. Lakini ukishakuwa content creator tu ina maana unaweza kufanya kitu chochote ambacho hakihusiani na comedy. Unaweza kufanya comedy lakini wewe sio official comedian. Ndio mimi nauliza huyo mwenyewe alinijua akasema hivyo, alinijua kupitia nini? Kile alichokiona video. Sasa aliona nini? Angekuwepo na tungemuuliza ile ni content ulifanya tu ya kawaida au ilikuwa ni comedy? Huyo alinijua kupitia comedy. Ndio maana akanani. Na sijui kama naweza acha niseme mimi siko comedy hapana. Mimi nafanya vyote tuseme. Nafanya vyote. Unajua kitu kimoja, comedy ni kile kitu ambacho unachokifanya cha kichekesho, unaona?
Ina maana kwamba mtu akiangalia kitu ni cha kichekesho lakini hakucheka. Ina maana anasema kwamba ile kwangu mimi ni content tu, lakini sio comedy. Ina maana anaweza kaiona ile ambayo wewe umefanya comedy lakini pake ni content. Ndio maana akasema huyu kwa jina ambalo anajipa la comedian inatakiwa baki content creator. Sasa ndo akatoa sasa hiyo kitu ambacho amekisema. Wewe kwako unapopokea kile kitu unakisema vipi? Mimi kwanza kenye naweza sema mimi nawaelewa jua nini. Huku kwetu bali bashazoea vile vya barua jaja. Unasikia? Mtu ashaweka mabunga, ananani, makoti. Hiyo koti kwanza amuko parfait. Unasikia? Koti yenyewe iko nanuka. Okay. Unasikia? Mtu anakuya. Sasa wewe unaleta bya mupya wenyewe biko a la mode. Donc c'est ba français wanasemaka. Sasa unavileta. Unasikia? Kinapashwa kwa tofauti jua nini? Wale wa zamani kwanza ababizoei. Sasa ndo maana tuko naenda sana na new generation. Kwanza nilipenda sana nilifika pale kunani ku Stade de l'Unité. Batoto walinikimbilia nikasema hiki sasa hawa ndo wenye tutaondoka nao. Upiga mwingi. Hawa ndo wenye tutaondoka nao. Jua hawa ndo watatuelewa mapema. Hawa hawajui vya barua jajabu. Hawa wanajua sie. Sasa nyewe mati pale. Mnajua mpaka vile vya barua jaja. Uongee Kiswahili kama moya hivi kama vitu gani? Unaona ndio maana mimi najua wajaja. Ndio vyenu. Sasa mwenye vyake hivi nani alikwambia kwamba tofauti ya wewe na Rwaja jaja ni kuvala kitu safi? Mtu anaweza kufanya comedy akavaa nguo tu safi tu. Hiyo iko. Kufanya comedy. Na isiwe stand up comedy. Lakini pia kuna mtu ambaye anaweza kavaa vile akafanya stand up comedy. Ina maana mavazi sio shida. Unaona, shida ni kile kitu ambacho unachojiweka wewe kwenye uso. Mtu anaweza kavaa vibaya lakini akafanya stand up comedy. Na anaweza kavaa vizuri akafanya comedy ya kawaida ambayo sio stand up. Si ndio hivi mimi nakwambia, unaona utofauti ni wapi? Utofauti ni tunaona kuko kitu kenye watu bashajijengea mkichwa. Unasikia? Kuko kwanza ile nani vision yenye watu bashajijengea wanajua comedy il faut kuwe hivi. Unasikia? Juu sasa uconvaincre ule mtu komedi sio vile komedi ni huku inalomba kazi sana. Wasiki? Lakini ni polepole bashaanza enda na ile. Kipindi unafanya interview Wasafi, watu wengi waliweza kulaumu kwa baadhi ya maneno ambayo uliyasema pale. Na moja kati ya neno ambalo ulisema ni kwamba sanaa ya Tanzania inaendelea sana zaidi kuliko zingine zote East Africa. Na wakati unataja East Africa ukataja nchi baada ya nchi na ukataja na Kongo pia. Ndio. Na mmoja wapo ni mimi nilisema kwamba hicho ambacho nilichokiongea sio kweli. Je, unaweza tena kudhibitisha tukiwa wawili ya kwamba sanaa ya Tanzania inaendelea zaidi kuliko ya Kongo? Bon, kama nilisema ile neno ni par rapport ya nani ya ma platform. Ukiangalia ma platform za huku kwetu azingizi pesa. Unasikia? Azingizi pesa kivile saba Tanzania. Ukiangalia Tanzania, artiste analipiwa platform zake zote. Ma TikTok, ma Facebook, ma YouTube zote zinaingiza pesa. Lakini hapa kwetu unaweza ona msanii iko na miaka hata 10. Aya pata hata $100 ku Facebook. Aya ingiza hata $10 ku TikTok. Ni msanii wa Bukavu, Est ya Republic au msanii wa Republic? Kama niliongeaka vile mimi niliongeaka juu ya nani ya kunyumba East Africa. Maana huku mabukavu Goma nini ndio maana niliongea vile. Juu mimi peke siafika Kishasa. Nisikilize sasa. Unajua vile? Siafika Lubumbashi. Nisikilize sasa. Unaposema East Africa unataja Kongo. Hujasema tu Lubumbashi na Kinshasa. Chunga kwanza na mimi nikuulize swali. Mtu akisema East Africa Kongo unasema wapi? East Africa Kongo. Unasema wapi? Unasema Kongo nzima. Hivi unajua kwamba kwenye administration Kongo ipo kwenye nchi za East Africa? Paraporo na Magoma Bukavu. Lakini Kishasa haiko mu East Africa. Sikiliza nikwambie. Geographiquement Kongo haiko East Africa. Lakini administrativement au politiquement Kongo iko East Africa. Paraporo na nisikilize sasa. Kama Kongo iko East Africa, haisi tu Goma, Bukavu, Uvira. Ni kwamba Kongo nzima. Ndiyo maana kila mtu wote ambaye anatoka Kongo akienda Tanzania halipi visa. Kwa sababu wameshaingia kwenye East Africa Community. Wakati wewe unasema kwamba Tanzania inaendelea zaidi ya nchi zote East Africa na kwa kutaja ukataja Kongo, inamaanisha kwamba unataja Kongo nzima na wala sio Goma, Bukavu na Uvira. Mie nilisema hivyo paraporo ya nani? Hayo Goma, Bukavu na Uvira. Basi ungesema East Congo, sio East Africa. East Congo. Sasa jua nini East Congo?
East Congo ndo unaongelea Lubumbashi, Goma, Kalemi, Uvira kwa sababu ni East Congo, sio East Africa. Sawa, tugusia hapo ku East Congo. Kwa hiyo pale unakubali kwamba ulisema vibaya kipindi kwenye media. Bon, mimi kivyangu sikusema vibaya juu mimi najua yenyewe niliongelea juu mimi siafika Kinshasa. Siafika nani manani kule kama ndo wapi. Unasikia? Mimi nilisema kwenye najua Bukavu, Goma, unaona? Ndio maana nikasema sanaa ya Tanzania iko yulu. Juu ya nini? Ukiangalia na artiste wa hapa kwetu Magoma, Bukavu nini? Hakuna artiste mwenye ukiangalia kimitandao mwenye anaweza fikia ba artiste wa muziki wa Tanzania au Goma. Na ukiangalia BC wote tunafuatilia Tanzania. Sasa kwa nini uchukue Kongo ulinganishe watu ya province? East Congo. Na kisha wewe tugusia hapo kwa East Congo, tugusia hapo kwa East Congo. Hapo kwa East Congo ndio tuwakilie. Usilinganishe nchi nzima na baadhi ya province. Sikia kama probleme iko huku chini maana na yulu nako kuko probleme. Wasikia kama wafali banaenda sana vile ni jua anatokaga sana hapo. Aya, basi tuingia hapo kwenye East Congo ambao uli. Tugusia hapo. Bukavu tuko na Joy Bin Kabonyi. Fanyaga show hadi Ulaya ya comedy. Niambie katika wote ambao uliofanya nao comedy, nani ashawahi kupata show ya Ulaya? Bon, show ya Ulaya kwanza tukisema show ya Ulaya ni show ya mtu. Sikia. Wapo. Katika wale ambao tulicheza naye, nani alifanya show Ulaya? Show Ulaya. Tutaangalia kwa internet. Hakuna tafsiri yake. Tutaangalia kwa internet. Unasikia? Na ukubwa sikia. Ukubwa sio eti uende ufanye show. Unasikia? Ukubwa sio mpaka show. Kuwa artiste wakubwa abaya fanyaka show. Unajua ile? Unajua tunachoongelea hapa? Au ukubwa ni show. Tunachoongelea hapa ni kwamba sanaa inaendelea na sanaa inapoendelea kama haitoki nje ya mipaka bado haijaendelea. Ndio maana wewe umetoka unaenda kule unasema unaenda ku represent Uvira na maana umevuka nje ya mipaka. Sasa unapofanya kazi haitoki nje ya mipaka sasa unapoishi ina maana kuna maendeleo. Hapana, hiyo haiko sababu. Hiyo haiko sababu juu unakutanisha hata Chris Brown anakiafanya collab na wanani na artiste wa Nigeria. Sio ndo kusema eti ile Nigeria inazidia Amerika. Hapana, ni kuchanganya mashabiki. Na ukiangalia fresh, niambie kwanza komedie mwenye wa hapa kwetu Magoma, Bukavu mwenye iko na visibility kubwa ya kuzidia ba komedie wale wenye nilifanya nabo kazi wa hapa kwetu. Tuko na jibia kwanza. Mimi nitakujibia vizuri sana. Sawa sana. Tuko na mwenye vyake na yeye hapa ni kipindi Martin na wasanii cha Sage Media ambaye tunamsikiliza na yuko na Ovia ambaye tutamwambia baadaye ni kitu gani ambacho anatuambia kuhusiana na mwanadada mrembo ambaye tunamuona pale. Yes. Okay, umeuliza swali. Umesema kwamba uniambie artiste mwenye iko na nani na brand kubwa wa hapa kwetu Goma, Bukavu nini kwenda kuzidia wale wenye nilifanya nabo Tanzania. Okay. Au artiste musicien mwenye iko na jina kubwa kuzidia artiste ya Tanzania. Kwanza nataka kuambia kitu kimoja. Au media kubwa. Nisikilize. Nataka kuambia kitu kimoja. Niambie. Unapozungumzia comedy ya watu ambao wanaongea Kiswahili, unaongelea kwamba ni kipande cha nchi, sio nchi nzima. Kwa kwetu sisi wa Kongomani. Watu ambao wanatumia Kiswahili kufanya comedy ndio huko East Congo. Na ndio niliongelea. Tanzania unapoongelea mtu ambaye anafanya comedy, anafanya comedy kwa sababu ya nchi nzima, kwa sababu wao wanaongea Kiswahili. Wanaongea lugha hii moja. Kumlinganisha mtu wa province, kumlinganisha na wa capital ni kosa kubwa sana. Sasa, ni sawa, nisikilize. Ni sawa na kuchukua wale ambao ungewaambia ungetuambia komedia mmoja tu wa mikoani unamjua nani ambaye anafanya kazi aendi mkapitali anafanya kazi mikoani Tanzania ambaye ana maendeleo na sisi tukwambia wa Bukavu na Wagoma. Bon, Tanzania kila artist komedia wa Tanzania gisi najua anafanya akinani jina ikaanza toka anaenda Dar es Salaam na sie tunaona nami hapa sasa mmoja tu ambaye sio wa Dar es Salaam unamfahamu. Sikia kama Mboneke ni wa Mbeya, alitoka Mbeya akaenda bakia Dar es Salaam. Sio mie. Tayari ameshaenda kule. Sikia kwanza hiyo option yangu. Sio mie. Ingekuwa kuko ile urahisi wa kuingia Kinshasa, ingekuwa nilienda bakia Kinshasa. Lakini kwanza hapa Kongo kuko watu wewe wanakufaka na wakufika mkapitali. Sasa hivi unakubali kwamba sanaa ya Kongo ni kubwa zaidi kuliko Tanzania kwa sababu sisi tuko na comedian, sikilize, tuko na comedian wa mikoani, province lakini anafanya show Ulaya. Wenyewe hawana hata comedian wa province ambaye anajulikana kwao Dar es Salaam. Mimi nilikwambia hivi.
kuko comedian mwenye kwa mu province. Sasa unasikia ubishi kwenye ilikuwaga ya sewa wawili. Mimi nilisema kama artiste ba Tanzania unasikia bako yulu kuzidia wa hapa kwetu East Congo. Lakini saa hii sikia sema kila mtu anakuwa na nafasi yake ya kuelewa. Unasikia? Mimi nikiongea wewe utaelewa vyako na wewe una introduce vyako. Ile ni anglais kwa introduce. Unasikia? Una introduce vyako. Ndio kitu toka nacho Tanzania. Nishajua anglais. Au ni kwenda nianze anglais. You can go una introduce vyako unasikia? Unasikia? Ni hivi ulikuwa unasoma lugha gani? Kwa sababu mimi najua nilikuwa nasoma Francais na Kiingereza. Lakini katika Kiingereza ni zero kabisa. Najua anglais sana. Uliza watu yangu ya karibu. Kwanza hata kila mtu tulikuwa tunaongea na yangu. Sawa, mwenye vyake. Kuna kitu ambacho nataka ukijua kutoka kwako. Yes. Tulitegemea baada ya kufanya kazi yako Tanzania kuja hapa ungefanya show kubwa ili watu waweze kwenda kushuhudia kile ambacho umekuja nacho. Lakini matokeo yake sio hivyo. Vipi? Ni bado na mpango nayo au ndo haikuwa kabisa kwenye ratiba yako? Bon, show kwanza programu ya show bado. Unasikia? Benye walitoa franga zao abayapenda wafanye show. Gisi mimi najua artiste ukikuwa mkubwa au pasho organization. Show ni ya kuitiwa. Artiste wanakuitaga tushaona hapa hivi tukita fulani kwa nani hivi evenement atajaza. Acha tumulipe. Artiste wanamulipa. Siri yake ni kwamba Fido DRC bado sio msanii mkubwa au sio comedian mkubwa kwa sababu ameorganize show yake. Haiko Fido ndo aliorganize show. Show waliorganize na casting ya nani? Ya Jospe Kajibwami. Present DRC. Yeah. Lakini show ni ya Fido ni kama ndo ni kama ile ya Fally alienda mu Stade de France. Mais sio Fally ndo aliprogramme. Ni Stade de France ndo ilimuita. Tunaachana na ile. Yeah. Tunaingia pale. Wakina nani ya comedy au wakina Koi Mzungu. Yeah. Wanafanya ile show Cheka tu. Sio yebo ni Koi Mzungu ndo anawaita wanakia fanya nani? Koi Mzungu ni nani? Ni kama wanasema anglais inapotea. Bana ni nani? Ni promoter tena ni content creator. Unasikia? Sio comedian. Koi Mzungu? Yeye anafanya vyote lakini usimamizi wake yeye ana nani? Ni promoter. Unasikia? Ana organize anabaita. Tuambie, Koi Mzungu ni comedian au sio comedian? Anafanya vyote. Kwa hiyo yeye kufanya ile show ni kwamba sio msanii mkubwa au vipi? Bon, yeye akifanya ile Cheka tu ni kama nani? Ni kama promoter. Yaani yeye ni mtu kwanza mwenye anapenda art. Unasikia? Anapenda sana. Ndo unakutanishaga huko anafanya comedy, huko tena ana organize show. Mais akiorganize show vile haikwe yake. Anaorganiza ka show paraporo na ba artiste anabaleta, anabalipa, banafanya show. Na gisi mimi naaminia ni show artiste banamlipaga. Ewana, tuko na besoin tufanye show na wewe ndo mwenye utakuwa pale, tutakulipa hizi, tuna organize show. Ngoja nikusaidie. Kwenye muziki au kwenye sanaa yoyote kuna kitu ambacho unaweza kaitwa wakakulipa na kuna kitu ambacho wewe unaweza kutengeneza kama wewe. Najua hivi. Hata kina Diamond kuna show wanaandaa wao kama wao. Najua hivi. Hata kina Stamina, kwanza Stamina alipokuja Burundi Bukavu, ilikuwa ni show ya yeye na yule ambaye alikuwa Bukavu. Haikuwa sasa ndo alimuitaga. Kuna show walifanya wao wawili. Kwa hiyo ambao unafikiri kwamba mtu akifanya show yeye mwenyewe ni udogo, sio kweli. Kwa hiyo wewe unajua kwamba hata na wewe unaweza kufanya show yako. Basi ni bakubwa mimi najua ni ile. Kwa msanii mkubwa haiko tena. Kama nani ushamsogelea msanii mkubwa akakwambia kwamba mingi wenyewe najua wafali wanaenda fanya nani ma show wanaitiwa wanalipiwa ndo hapana mimi tena artiste ni kogotane na mabafi. Ule wa bafi anasema unaona pale unashusha brand. Kuna kuandaa show na kuna kushughulikia kila kitu. Ndio ile. Unaweza kaandaa show wewe lakini ukaweka watu ambao wanafanya kazi kwa sababu ya ile show. Na wewe ambacho mimi nilikuwa nakuomba unaweza kufanya show. Kufanya show unaweza kuweka watu ambao watatembelea kila kitu. Sijui sound, sijui location, sijui kila kitu matangazo, wakawa watu wengine lakini pesa umetoa wewe na wewe ndio muandaaji. So unaona kuko ile utofauti ya wewe muandaaji na wewe bali make banataka wewe ufanye. Wasikia ni vitu viwili tofauti. Kwanza sasa hapo ndio kitu yenye mie na ngojea. Na huo muda utafika. Kwa wewe hauko tayari kufanya show yako wewe kama wewe inabidi mtu afanye akuite. Lazima. Yaani mie nikuwe banasema kama tête d'affiche unasikia? Mie nikuwe tête d'affiche lakini benyewe wanahusika na show ni mtu fulani
juu nikisema aseme mie nifanye show, sipendi kuhangaika, nihangaike Tanzania na nikihangaika na kunyumba, hapana. Mimi nilifikiri labda neno la jiajiri ni kwamba ni mtu unajiajiri, na moja kujiajiri ni ile unaandaa matukio yako mwenyewe na watu wanakuja. Kumbe kwako wewe kujiajiri haina nani yoyote. Kujiajiri ni vile sema team management bako na kiburi. Timu yako mimi bako na kiburi, abapendi nani? Abapendi mizabo. Banaona bangali na franga. Bako unaanza kupoteza. Zinarudia, zipotei. Pesa za msanii hazipoteagi. Okay. Zinarudiaga. Zitarudi. Mwenye yake. Umeangalia show ya Fido. Aliyoifanya. Na wewe kama wewe ulijifunza nini kupitia hicho kitu? Bon, nilimpatia kwanza felicitation, alifanya vitu vikubwa. Juu Fido iko na nani hivi. Nadhani ndo show yake inaweza kuwa ya pili Bukavu. Yake ya kwanza ilikuwa kama anatoka Kamituga Goma Yake ya kwanza ilikuwa anatoka Kamituga akafikia Bukavu akafanya show ya kwanza. Nadhani ile wakati walimuitaga gisi najua. Ile ya pili ni ya Goma. Unasikia, ndo ile zingine ilikuwa naenda tu wanamuita wanamuinvite vya vile show za watu. Nilimpatia congratulation, alifanya vitu vikubwa. Nadhani ale tu ni vile ni polepole. Na wewe kwa upande wako kitu gani ambacho ungemshauri Fido kwa raporo na Sibuya anapofanya kazi? Kitu ambacho negative ambacho tunakiona wewe kwa hapa bado anapinda kidogo, ungetaka umshauri? Bon, negative sijui naweza sema negative ni kitu fulani. Juu anafanya poa na ni mtu mwenye kwanza aishabakia kwenye industry muda mrefu. Unasikia? Juu sema mwa tulikuwa tungali nasoma. Tuko nasoma, tunapambana na masomo. Uko nasoma unaona bro anapambana, anashikilia nafasi yake. Sijui kama naweza sema hiki ndo negative au hiki ndo positive. Okay. Ni kupambana tu. Naona ametulia sana. Tusikuache sana tukuongeleshe. Ni sawa lakini okay, na wewe pia ni comedian. Naona chekesha. Maana wakikuuliza sasa kazi yako nini? Nachekeshaka. Ndo kazi yako. Unachekeshaka. Tuchekeshe. Sema sasa atachekesha mpaka kushow. Sisi tushawekeza franga sana. Akianza chekesha kwa interview tutaomba. Tunaongea naye. Mara kwanza tunaona tunataka wajue huyu ni nani. Sasa tunataka tuchekeze sisi tuliolemewa na mizigo ya stress ya kuachwa. Awachekeshe. Ya madeni. Ya nini? Naomba tuchekeshe. Kaka Mati, kwanza management kwanza ishasema iko nafanya show mwezi wa 12. Hawezi kuongea. Atafanya show. Ana maneno mengi mtoto. Hawezi kuongea. Ana maneno mengi. Mashallah mtoto yuko kweli. Sema tu. Comedian wa kwanza wa mzuri Uvira nzima. Si mko naona. Sasa obvious ni comedian gani wa Uvira ambao unamfahamu mwanamke? Ajua hata umoya. Bigra. Sio wewe, hao ndio shakuwa ovya. Ajibi. Nani? Bikra Uvira. Ndio comedian unajua. Lakini kwa mwingine ambao unajua au mfuatiliaji tu ndio nani? Na kumbuka na wanaume sa vile. Okay. Na nani mnaonaga hata akimtia na huyu anamcharaza sana huyu comedy? Hakuna. Umeweza mzee. Unaweza ulize ile swali ya nani wa kunicharaza Uvira lakini. Kwa nini siulize? Haiko. Lazima mtazamo wake, labda yeye anaweza akawa na mtu ambaye anajua. Peke walikuwa pale kaka kukilio waliona. Tunarudi kwenye swala la kilio ambalo tulipata ndugu yetu. Nyinyi kama wasanii na muungano wenu wa Uva Unit. Na nyinyi pia comedian mpo kwenye Uva Unit au mpo nje ya Uva Unit? Bon, tuseme wote ni Uva Unit. Kwa nini upande wa kufanya mchango wa msiba, kukusanya rambirambi, hawakuachia uongozi ufanye hicho kitu? Ni kwa sababu gani? Uongozi gani? Uva Unit. Juu mie kwanza Uva Unit ndio walinifuata Abema ndio mwenye alikuwa anachangisha. Akanifuata akaniambia tuona mchango wako nikaweka. Nadhani ndio mwenye alikuwa anasimamia Uva Unit, sijui bengine kama bilikuwa. Mimi nadhani kwamba mchango ulikuwa unaenda kwenye nani ya Popoli Fratelli kupitia Kiasi Victor. Nilikuwa nasikia ndo mtu ambaye anachangia, ndo ambao watu wanatumia pesa, ndo anayehusika na kuweka pesa.
Sasa sijui hizo zenu mlikuwa mnazichanga na nyinyi mlikuwa na list yenu au mlikuwa mnazipeleka kule kule? Mie sijui kama ni Popoli ndo walikuwa nabeba lari za wasanii wala, lakini mie najua mwenye alinifuata kaniambia tuyaona mchango wako ni Abe Machar, na bakaniambia kama yeye ndo mwenye anahusika na kukongola pesa za wasanii. Na wewe ushawahi kufaidika nini kwa muungano wa wasanii wa Uvira? Wasanii wa Uvira mimi sijui naweza sema kama nishafaidika kitu fulani paraporo na muungano ile Uva Unity. Hawafaidika? Siaonaga. Sema tu tunasapotiana, lakini sijui kama ni ile upande wa kusapotiana wala aje. Uko ndani sasa kama hujafaidika kitu chochote. Kwa nini uko ndani na hujafaidika kitu? Mimi ni mwenye byake. Na kuomba afaidikaje? Mimi ni mwenye byake. Yaani nafanya byangu, sitegemei aseme huku kwa nani ndo kwenye nitafaidikaga au ndo nitatoshia lari. Sema wote tunapambana Uvira. Okay. Na mwenye byake, tuambie kitu ambacho wewe ulikuwa unatayarisha sasa hivi. Tunataka kusikia vitu kutoka kwako. Una mpango gani na tujitarajie kupata kitu gani kutoka kwako kikubwa? Kwanza tuko na nani juu tuko na serie yenyewe tuko na prepare kuanza mafilmage hapa karibu juu ya kuangalia gisi ya kuendelesha sanaa kunyumba, juu kitu kenye nilikiaona watu wanafuatilia sana hii ma big bosses za kama Brother Clam kule. Nikasema jua nini sasa na sie kwetu tusifanye vya hivi, tufanye vikubwa zaidi. Sasa hii niko ma preparation, ningali naandika serie kisha après baadaye tutaanza shooting. En plus tuko na new content na Ovia Star inaitwa The Delivery Doctor. Na Anglais. Kwa hiyo wewe ndo unaandika story? Story naandika kwanza kwa sasa hivi, kisha baadaye na present watu na wa present story gisi iko, baadaye tunasaidiana. Watu gani? Una timu ambayo mnafanya nayo kazi au ni wewe kama wewe ndo kila kitu unasimamia? Timu iko apart timu unaweza kuwa na management yako, lakini amplis tena uko na marafiki wenyewe unajua nikiambia mtu fulani kitu fulani hata kama haiko mtimu management anaweza nisaidia. Nikiambia Matiki atanisaidia kidogo. Nikiambia Jafaki atasaidia. Sasa unajipanga vipi kwa sababu gharama ya series ni kubwa na umesema toka umeanza mpaka leo ushawahi kupata $500 tu, $500 toka hizo ni za ma platform Okay. Na unajipanga vipi sasa kufanya gharama kubwa ya series alafu pesa yake ni ndogo katika kuingiza? Sema hizo pesa zenye ziliingia mwanzo ni zimeingia baada ya mimi kwenda Tanzania. Ma platform zangu nikazishughulikia zote zikakuwa fresh. Unaona? Ndio pesa sasa zinaanza ingia. Depuis nitoke Tanzania ni miezi ngapi hivi? Wewe unajua? Unaona sasa maana muda inakuwa mdogo sasa. Unaona unakutanisha ile sensa kwanza inaingia kwa muda mdogo sana depuis nitoke Tanzania. Kama ni madesmen, trustmen, ndio hizo pesa sasa. Juu ya nini nishatengeneza vitu. Sasa hivi sasa tukianza kazi ndio itakuwa bien. Na unategemea kutumia mbinu gani ili kuweza kufanya kwamba shabiki zako au watu wengi waweze kwenda kuangalia kazi yako na wewe kurudisha gharama zile ambazo utakuwa umezifanya? Kwa sababu watu wengi wanafanya hivyo vitu lakini tunaona ni njiani. Goma kuna Ali na ya kina Fido ambao walihusika ndani. Kama vile imeishia katikati. Wakina Abe Machar wana zile sekunde 7 sijui dakika 7 na zenyewe zimeishia njiani. Wao utatumia mbinu gani ya kufanya hadi uweze kusonga mbele zaidi kuliko wao ambao wameacha njiani? Mbinu ni nyingi sana, mbinu ni za mingi sana. Juu kwanza kwenye nilitoka ndo kwenye kuko bale ba chef wenyewe wanabimetrize, na nadhani kwa yangu kule ilinisaidia vya mingi na itanisaidia vya mingi na itasaidia wengine vya mingi par rapport na gisi sisi tunazoea ile unaleta seri unaiacha munjia, unaona vya vile. Nadhani bitaenda sawa juu kule sikuwa mu michezo. Safi. Kabla tujaagana na wewe kabisa. Kuna kitu ka challenge. Mwenye byake ni msomi. Si ndio? Ndio. Na tunategemea kupata madini kutoka kwa msomi. Madini maoro. Madini yani kitu chochote kile kizuri ambacho tunaweza kupata kutoka kwa msomi. Tushuke na mwenye byake. Kama mtu anasema je vous envoyerai, iko sawa au iko makosa? Je vous envoyerai. Ile ni nani? Ile ni verbe, bia ma verbe vile. Ndio nauliza, iko sawa au iko makosa? Nilisomea informatique mimi. Maana swali ya kuniuliza pale, Swali ya kuniuliza. Sikilize kwanza. Mbele ndio university ulianza kusoma Kifaransa. Mbele ndio university Burundi kwa informatique ulisoma kwanza primaire, msingi, kila kitu. Ndio vyote. Tunataka kujua mtu anakosea pale au iko sawa? Je vous envoyerai.
Ile ni maverbe ile. Sawa. Nilisoma informatique. Unajua? Maverbe zile. Ndio. Nilisoma informatique. Tunajua? Sasa pale wewe ya kuniuliza ni kuniuliza hivi. Hii USB inafanya kazi gani? Mimi nakuuliza hivi. Juma Zanzibar waone kama nilisomaka kweli. Basi kirefu cha USB ni nini? USB. USB. Hivi ya komedi na wisha tubeba muda. Safi wala mwenye. Sawa. Za ndio somaka dada? Ndio angali nasoma. Kanti sasa hivi. Ni wasomi kweli. Atupendi michezo mkomedia upi. Nafanya kwa informatique. Hii je vunza mvoyere inakuwa iko sawa? Kweli? So unaona? Shafunza hapo. Kweli kabisa ushafunza. Safi sana tusikia. Unaona il faut artiste unakuwa msomi. Unakuwa msomi. Lakini ndio maana nilimtafutaka nikamwuliza hivi, est-ce que ulisomaka? Lakini sasa amekosea. Je vunza mvoyere iko haikuwaje. Ni komedie vitu yeye atasema batu juu il faut bacheke. Alifaa vile juu batu wacheke. Si ulikuwa unatafuta batu wacheke. Safi. Français inasema je vous enverrai. Je vous envoyerai. Anajua vyote. Basi bwana, vitu vidogo sana. Martin Wasanii na tuko kwenye Sage Media. Niko na mwenye vyake pamoja na Ovia ambao tuko nao kwa muda huu hapa. Umesikiliza mengi kutoka kwetu, lakini pia usisahau kulike na kushare na kuweza kusubscribe kwenye YouTube channel yetu. Ciao.